na kwa sasa ratiba jinsi ilivyo, baada ya mashauriano na familia, ni kwamba kesho majira ya saa 10 tutautoa mwili kutoka mochwari na kuuleta hapa nyumbani, na baada ya kufika nyumbani basi mwili utapokelewa, utaingizwa ndani na kutakuwa na ibada fupi kama desturi na mila za Kikristo zinavyoelekeza. Kwa hiyo kwa kesho tutakuwa na tukio hilo kubwa moja la kupokea mwili na kufanya ibada fupi. Lakini kwa siku sasa ya Jumamosi ambaye ndio ratiba yenyewe na siku ya kupumzisha mzee wetu, shughuli zitaanza, tunategemea tuanze saa 3 kamili asubuhi, ambapo kutakuwa na shughuli ambazo zitaendeshwa zitakuwa ni shughuli za kichama, ambazo sasa chama ambacho yeye amekianzisha na kukiasisi na kuwa mwenyekiti wake wa kwanza, kutakuwa na kumbukizi yake ya maisha yake, mchango wake, uongozi wake, na katika kumbukizi hiyo tutakuwa na viongozi wa kitaifa pamoja na kanda mbalimbali. Kwa hiyo katika hiko kipindi tutapokea salamu kutoka nchi nzima. Tegemea shughuli hiyo itaenda mpaka kwenye majira ya saa 5. Baada ya hapo sasa ndio shughuli za ibada zitaanza rasmi na taratibu nyingine zitaanza kwa ajili ya kuendesha itifaki na masuala mengine, na baada hapo ndio tutaelekea sasa kumpumzisha mzee wetu. Ya shughuli za chama zitaongozwa na taifa kwa sababu msiba huu ni wa kitaifa. Kwa hiyo itifaki yote itaongozwa na kitaifa kwa sababu viongozi wote wa kitaifa tukiongozwa na makamu mwenyekiti ambaye pia ndo kaimu mwenyekiti, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu, wajumbe wote wa kamati kuu, wenye viti na makatibu wa kanda zote 10, viongozi wa mkoa wote watakuwepo. Kwa hiyo itakuwa ni shughuli ambayo itaongozwa, itifaki yake itaongozwa ni ya kitaifa.